makubaliano haya yakivunjwa na Galole wakasimamisha mgombea wao, Tana Delta wakasimamisha mgombea wao, unaona zitakuwa na athari gani katika jamii ya Pokomo? Sijui mchele kwa Yuda, kura kwa Daido. Gavana Godana Gadai hana uwezo wa kumtangaza Said Costa kuwa gavana mwenyeji 2027. Kwa haya makundi yote mawili yanapinga utamaduni wenyewe ama wanapinga mgombea anayetarajiwa? Wakiamua kama gavana Tana Delta, basi hata wasimame wangapi hatuombi, lakini bila shaka kiti kitachukuliwa na gavana atakayekuwa amechaguliwa kutoka Tana Delta. Gavana lazima atoke Chanamaro. Lazima atoke Chanamaro. Lazima atoke Chanamaro. Seneta lazima atoke Chanamaro. Lazima atoke Chanamaro. Kauli ya Mabiso. Ndio kauli ya Mabiso. Naam, kadri siasa za mwaka wa 2027 zinapokaribia, kumetokea mjadala mkubwa kuhusiana na masuala ya umiliki wa kiti cha ugavana katika kaunti ya Tana River. Hivi leo tunaungana na jopo la vijana almaarufu Mabiso, askari wa jamii katika jamii ya Kipokomo, na maswali tunayokwenda kuulizana katika podcast yetu siku ya leo yanaenda kulenga kuhusu umiliki wa kiti cha ugavana. Gavana Dadho Godana anawaga watamu yake ya pili ya ugavana. Na je, kwa miaka mingi imekuwa ni desturi kwa jamii hii kupokezana viti kati ya Wapokomo wa juu na Wapokomo wa chini. Wapokomo wa juu wamekamilisha miaka yao 10 ambazo ni hatamu mbili, na sasa Wapokomo wa chini wanaamini kwamba ni wazamu yao kuweza kumtoa gavana. Lakini je, katika mtafaruku unaoibuka huenda ukazua rabsha katika mustakabali wa muungano wa Chanamaro na hata kuleta tofauti katika jamii ya Kipokomo, ama kutakuwa na mwelekeo licha ya tofauti hizo? Nimeweza kuungana na vijana hapa ambao katika jamii wanajulikana kama askari wa jamii almaarufu Mabiso katika jamii ya Pokomo. Karibuni sana wazee wangu. Na waita vijana, nyinyi vijana wa jamii, jinsi inavyojulikana katika tamaduni zenu, lakini nyinyi pia mnatoa mwelekeo wa vijana katika jamii kuhusiana na siasa za Wapokomo katika kaunti ya Tana River. Pengine tuanze tu kwa majina yako, unaitwa nani, tuelezee. Asante sana ndugu yangu Steve. Mimi kwa majina naitwa Athman Bahola Buya Bamadawa. Kutoka Tana Delta, Kipini, Jalalanto kijijini. Na upande wangu wa kulia naungana na nani? Naungana na Muhammad Barasa Komora, kwa jina maarufu ni Awilo Longomba kutoka Mkopesa. Awilo Longomba, nimesikia jina lako sana kwa TBS. Wewe ulikuwa ni fan mkubwa sana wa TBS, mchanganuzi wa siasa pia katika masuala yale. Pengine tunapoungana leo, kihistoria, mfumo wa kubadilishana nafasi ya ugavana kati ya Tana Delta, Wapokomo wa juu na Wapokomo wa chini ulianza lini, na makubaliano haya msingi wake yalitokana na nini? Ndugu yangu Steve, kuna sababu nyingi ambazo zimetufanya sisi watu wa Chanamaro kubaliana kati ya Tana Delta, Bura na Galole. Hii sub county tatu, Chanamaro ndio wengi haswa katika county ya Tana River. Tukiweza kumbuka mwaka wa 2013, kulikuwa na mtafaruku ambao unataka karibu na ule ambao unataka kuzuka sasa. Watu hawakufahamu ugatuzi ni nini. Ikawa watu wakaingia resi bila makubaliano mustakabali fulani, na Chanamaro ikapoteza kiti cha ugavana mwaka huo 2013. 2017 ilibidi sasa watu wa Chanamaro, wale wasomi na professionals, wakaja na mbinu na mfumo ambao kwamba watu wakae chini waangalie mustakabali wa kwamba watakwenda vipi katika kisiasa mwaka wa 2017, haswa kiti cha ugavana ambayo ndio iseti kubwa ya watu wa Chanamaro. Na wakakaa na wazee wakakubaliana kwamba atapatikana mtu mmoja mwaniaji, kwa sababu bila kudanganyana katika
mambo ya siasa Tana River iko na mirengo. Iko na mirengo tofauti tofauti kama unavyosikia sasa, kuna Irba, naam, kuna Tanavalo, naam, Chanamaro. Na katika Chanamaro hatuna mirengo miwili kama wale wengine ambaye wako Irba na Tanavalo ni jamii moja ya wafugaji, lakini wamegawanyikana mirengo miwili. Si Chanamaro, mirengo yetu ni mmoja, Chanamaro tu. Naam. Na mtafaruku unataka kutokea kwa sababu gani? Ukizaa watoto nyumbani kwako, kama watoto wawili au watatu, kila siku wewe mwingine unamtuma kwenda kuchunga mbuzi. Lakini hapa kwenye ugawi wa chakula wewe hapati sawa na yule mwingine, unamzidishia. Lazima kutakuja nini? Mtafaruku. Kweli. Iwe kuna makubaliano fulani au kuna makubaliano, wote ni wanao lazima watendee sawa. Kwa hivyo 2017 ukaona ile hali ya kwamba ugavana ukabaki Galole kwa Dado Gadae Godana, gavana wa sasa. Naam. Ilipofika mwaka 2022 kidogo kukawa na mabadiliko, kwa sababu makubaliano yale ya kitambo ambayo kwamba akipata angefanya nini katika hizi sub-county zote 3. Naam. Hayakufikia kiwango, japokuwa amefanya, hayakufikia kiwango ambacho kiliridhisha baadhi ya wale wasomi. Naam. Wote wa kutoka Bura, Galole paka Tana Delta. Sasa ilibidi wakae chini, si professional sasa, wale wazee, the Council of Elders wa jamii yetu. Naam. Tusije tukapoteza ile nafasi kwamba hebu tuache huyu Godana endelea malize ule mula wake wa miaka ingine 5. Kwa sababu gani? Mtu akimaliza miaka 10 ako na pension pale. Kweli. Sasa watu wakaona pia wacha tumwache amalize, kwa sababu pia kuna clusters ambazo amezianzisha, pengine atakwenda kuzikamilisha. Lakini kwa sababu wale wanasiasa wengine ambao walikuwa wamemunga hii mkono ile wakati wakasikia maneno ya Council of Elders, naam, waliona kwamba si sawa. Wakaona hapana, na wataingia kiwanjani. Lakini kwa mustakabali ule ambaye wazee waliongea, jamii haikufuata wale wanasiasa. Ikatimiza yale maagano au kile kiagano ambacho kwamba amalize miaka ngapi? Miaka 10. 10. Sasa baada ya hapo kuingia tu katika ule uongozi, sasa walianza kuwatumia wale Council of Elders kwamba hapana, ugavana ubaki tena Galole. Japokuwa yeye anatoka kupatikana mwingine tena kutoka Galole aingie tena. Naam. Sasa sisi watu wa Delta sasa na baadhi ya watu wa Galole, the majority hata Galole sema hii ni nafasi ya Tana Delta. Tuwacheni watu wa Delta. Kwa hivyo kulingana na vile hali inavyokwenda, ni kama ambaye kwamba ikiwa Chanamaro hawatakubali baadhi yao hawa watu wa Galole waseme wachi kienda Tana Delta, yale maumivu au makovu ya 2013 mwaka 2013 yanaweza kujirudia. Kwa hivyo kwa maoni yangu mimi kama chairman with the big question, ambayo big question ni CBO. Naam. Legalized CBO ambayo ilianzisha mambo ya land demarcation, registration and ownership, iliweza kucapture the whole Chanamaro. Naam. Except wale wanasiasa ambao wako kwenye viti. Naam. Wazee wote, vijana, kina mama tulikubaliana. Sasa tunaona kama tulivyokubaliana kuwa sisi ni jamii moja. Kuwe na yale makubaliano ya kwamba kuwe na usawa. Naam. Miaka 10 Galole wamekaa katika ugavana. Sisi tuliunga mkono. Na sasa nizamu yetu sisi kama makubaliano, ijapokuwa ni verbal, yani mkataba ambao hauna maandishi rasmi kwa mawakili au popote pale. Ni makubaliano ya kijamii. Na katika sheria za sisi Chanamaro inaitwa adha ya kimila, hakuandikwangi mkataba na kalamu. Ni maagano. Wanasema mahali wazee wameongea makubaliano hakumei nyasi. Kwa hivyo hatutaki kumei nyasi. Yale makubaliano ikiwezekana Chanamaro waachie kiti kiende Tana Delta. Kikija Tana Delta
ndio tunaweza kuchukua maamuzi ya kujua ni nani, kwa sababu Tana Delta si mtu mmoja ataka kiti cha ugavana. Naam. Tunaweza kuangalia, tukawapima, wakajitolea, kapatikana mtu mmoja, tukawaambia Chanamaro, huyu ndio gavana wetu. Kwa sasa mimi nimekomea hapo. Tukiendelea na mtiririko huo wa mawazo, pengine nimuulize ndugu yangu, kwa sababu huyu ni Mabiso wa Tana Delta, huenda akawa anazungumza kwa niaba ya wale wa Tana Delta katika maeneo ya Galole. Pengine haya ndio makubaliano ambayo nyinyi pia mnayaridhia, ama ni lipi ambalo linaleta tofauti kati ya hoja hizo mbili? Kwa jumla mimi kama Biso wa Galole sijaona tofauti yote mimi. Naam. Kwa sababu kama vile mwenzangu alivyosema, mahali wazee walipokaa nyasi haziwezi kumea. Sasa sijaona sababu wa nyasi kumea, kwa sababu ni maagano ambayo kwamba wazee wamekaa na wamekubaliana ukweli. Galole amepewa miaka 10 ya kiti cha ugavana. Naam. Baada ya miaka 10 ya Mgalole akimaliza, Tana Delta naye aende akaonje hilo tunda la ugavana. Naam. Kwa hivyo nafasi hii ni nafasi ya Mtana Delta. Aende akae chini. Vijana wale wanahitaji kiti cha ugavana ni wengi. Mtana Delta akae chini, atusimamishie kijana. Aje atuambie sisi watu wa Galole na watu wa Bura ya kwamba gavana wangu ni huyu. Kwa hivyo ndio kile sisi watu wa Galole tunachojua. Lakini ukitazama mtafaruku huu unatokana na kauli za wazee zinazokinzana. Pengine nyinyi kama Mabiso, mnaona pengine wazee wamekosa mwelekeo na mamlaka ya kufanya maamuzi ya kisiasa? Kusema ukweli, nikisema kwamba wazee wamekosa mwelekeo nitakuwa naongea makosa. Naam. Kwa sababu mimi wale ni wazee. Naam. Na mimi niko nyuma yao. Isipokuwa wazee kuna watu wanawasukuma vibaya kisiasa, lakini kuna watu wanawapeleka wazee vibaya, wanawatumia wazee kisiasa kwa njia ambayo kwamba si sawa. Pengine mzangu nikikuuliza tu, umesikia anasema kwamba wazee wanasukumwa vibaya kisiasa. Pengine kwa mtazamo wako, kufikia sasa Mheshimiwa Gavana ameweza kumtangaza mbunge Said Hiribai kama mrithi wake wa kisiasa, na anampigia debe kuwania kiti cha ugavana. Unaweza sema kwamba mzee Godana amekosa shukran kwa watu wa Tana Delta? Naam, ndugu yangu Steve. Naam. Kusema kweli, Gavana Dado Godana Gadaye hana uwezo wa kumtangaza Said Posta kuwa gavana mwaniaji 2027. Naam. Sababu yeye mwenyewe hakutawazwa ni mtu mmoja akasema we fulani ndio utakuwa gavana. Naam. Ilikuwa ni muungano wa Chanamaro yote kuanzia Bura mpaka Tana Delta. Na kwa kweli hapo amekosea. Kwa sababu gani? Mimi unaniona hivi ni mkereketo wa siasa. Naam. Na kumtaja Said Posta kuwa awe gavana muhula mwingine wa Galole mara ya 3 ndio amaliza tena miaka ingine 10. Naam. Hiyo haiwezekani. Kwa sababu gani? Wenye kuja kukaa chini waone gavana nani ni wachana jumuiya Chanamaro wote. Naam. Ambaye Chanamaro ina kabila za kuhesabika. Na kuanzia moja wanaitwa Munyoyaya. Naam. Wanakingi wao wanaitwa Mahamdu Wario. Wa pili kuna kabila subtribe inaitwa Wailwana. Kingi wao wanaitwa Babishan. Wa tatu ni Wata. Kingi wao wanaitwa Shomo. Huku hao jamii zako ziko na makingi. Ukija wanne wanaitwa Milalulu. Milalulu wana Council of Elders. Kisha wana sauti ya Milalulu ambaye wana chairman wao. Anaitwa Ali Kalian Jaicha. Ya lecturer kule Garissa University. Ukija Wazubaki wana leadership yao. Kuna kingi anaitwa Komora John. Naam. Alafu ukienda Ndura hawana kingi.
bado hawaja pata hiyo nafasi ya kuchagua king. Wana Council of Elders kama kawaida. Ukienda kina Komba the same, wana Council of Elders kama kawaida. Utaenda nchi inaitwa Gwano, ni kabila Council of Elders kama kawaida. Utaingia Ndera mahali mimi nimezaliwa, japo nimeguria Kipini. Naam. Council of Elders kama kawaida. Utaenda watu wanaitwa Mwina the same, wako kama kawaida. Utaenda watu wanaitwa Gamo. Naam. The same. Alafu uende Wangatana. Pia wana chairman Council of Elders. Alafu uende Wazunda, wana chairman wa Gasa Council of Elders. Alafu uende wa Kalindi the same chairman. Uende Wabu kwa kina Danson Buya Mgatana, wako na king anaitwa Kenneth Pakia. The Bull Nation. Naam. Hawa ndio watakaa chini pamoja professional na wananchi waamue kwamba gavana ni nani. Naam. Yeye hana uwezo kwa point side post amwambie wewe ni gavana. Na unaniona mimi mwenyewe hapa. Naam. Mimi ni kazini yake na rafiki yake huyo mbunge wa Galole Side Post ambaye ni Sadibuya Hirbae. Naam. Lakini kwa sasa tunaweza kusema hivi, nafasi hiyo sio yake. Nafasi ni ya Chanamaro. Naam. Watu ambao wanaweza kuamua kwamba kiti kiende Delta au kibaki Galole au kiende Bura ni Chanamaro. Na kama kuna mabadiliko ya kisiasa ya kwamba kiti kibaki Galole, Naam. ilikuwa ni jumuiya Chanamaro ikae chini ifanye maamuzi ya kujadiliana kwamba tuliona kuna umuhimu wa kiti cha ugavana kubakia wapi? Galole. Kwa hivyo hapo, kwa kumalizia, ndugu yangu Steve, Naam. gavana amekosea jamii ya Chanamaro na Tana River wote kwa ujumla. Kwa hivyo Said Posta asiwanie kiti cha ugavana sababu nafasi ya Tana Delta. Naam. Mtiririko huo mawazo unanifanya kuuliza kwa sababu kwa muda sasa na hata katika majukwaa tofauti gavana, Mheshimiwa Gavana Dadho Godana amekuwa akisema kwamba haiwezekani kukatoka gavana na seneta katika eneo moja, kwamba Wapokomo wa chini, Malanchini hawawezi wakatoa gavana na seneta kwa wakati mmoja. Pengine hoja hiyo ina msingi gani kitamaduni? Hiyo hoja haina msingi kitamaduni. Naam. Mimi naweza kukuambia hivi. Siasa iliyopita ama ya 2017. Naam. Godana akawa gavana na seneta wake akawa Juma Wario. Naam. Na walifanya kazi pamoja. Na wote ni wa Galole. Naam. Si kwamba Juma Wario ametoka Bura. Wote ni wa Galole wote. Na jumuiya ya Tana River kuanzia hawa wanajiita Iriba wala Tanawalo wala Chanamaro, waliheshimu hiyo nafasi ya Dadho Godana kama gavana na usento wa Juma Wario. Na ilipofikia 2022 jumuiya ya Chanamaro ikakaa ikasema gavana tuke Tana Delta awe Danson Buya Mungatana. Kisha yeye abaki kuwa gavana, waliomba amalize miaka 10. Lakini yeye mwenyewe alijaribu kuwaita wazee Basket of Hope. Akasema watu wampigie kura Juma Wario. Naam. Sababu ni super senator, walifanya kazi pamoja. Na akamshawishi Juma Wario akatoka Jubilee akaingia ODM. Naam. Na akatembea kupiga debe la Juma Wario. Naam. Na baadhi ya watu wa Chanamaro ambao wako karibu na yeye walimsikia, baadhi yao wakamwekea kura Juma Wario. Lakini jumuiya kubwa ya Chanamaro kutoka Bura paka Tana Delta na Galole walifuata ule mstakabali wa kuongea moja kwamba makubaliano kura ya useneta itaenda kwa Danson Buya Mungatana Tana Delta. Kwa hivyo ile kiti cha useneta cha Danson Buya Mungatana ambacho anaambiwa na yeye akae kwa miaka 10, alikuwa yeye ndiye angesimama mbele ya wanicho sababu ana umaarufu na uzoefu wa kisiasa. Naam. Lakini Danson Buya Mungatana anaheshimu yale makubaliano mustakabali wa kwamba useneta wake ni miaka 10, na hiyo haiwezi kuzuia ugavana kuja Tana Delta. Ndio unaona kwa sababu wao anamwambia Said Posta amemappoint kwamba yeye ndio gavana, kisha pia anawania useneta ambao kwamba ni wa Danson Buya Mungatana kulingana na mustakabali ule ambao ulipangwa 2022. Naam. Kwa hivyo hiyo ni bado Dadho Godana gavana wa sasa bado anaendelea kukoroga jumuiya ya ya Chanamaro ili kusipatikane nafasi ya Mchanamaro kuwa seneta wala gavana. Sababu haitokubalika kwamba
kila wakati Galole wakuwe ni governor, Bura ndio deputy governor. Yes. Unanielewa? Muhula wake wa kwanza, naam, deputy governor wake alikuwa Batuyu ni Jamia wa Ilwana. Naam. 2022 deputy governor wake paka sasa ni Mahat Ali Loka. Naam. Ambaye anatoka wapi? Bura. Sasa Tana Delta, kiti ambacho kwamba tunakikodolea macho kulingana na mustakabali maagano ni kiti cha ugavana, kwa sababu senator ni bunge tu wa kawaida. Hana hela ya kufanya development katika jimbo la Tana River. Naam. Na pia kulingana na hivyo tuliona kwamba kidogo Tana Delta tumewachwa nyuma kimaendeleo, kwa sababu kwenye system ya ugatuzi wa ugavana ambaye ndio rais wa jimbo la Tana River, hatuko kwenye mamlaka ya ugavana wala chini ya governor mwandamizi ambaye ni deputy governor. Naam. Kwa hivyo hata kimaendeleo tumebakia nyuma, na sisi tunaomba kwamba kwa sababu hiyo pia wawe na ile kusema kwamba usawa, yani equity, kwamba leo kama ni wewe na kesho ni mimi. Sisi hatuwezi kuzuia kama ni Bura tena kupewa deputy governor au mahali papate pale, labda kama watapeleka tena kwa wale tunasema wata au kwa kinashoma nake Babishan King Babishan jamii yake shaka nini deputy governor. Naam. Alafu King Mahmud Wario Mnyoyawa hivi sasa wako katika deputy governor. Pengine basi kija Tana Delta, kwa sababu kule wao pia wanataka kukaa ndani ya hiyo serikali Galolo shatawali, ikiwa kuja governor kwetu, basi wanaweza pia wakawaachia wale kina King Shomo yule wa Wata wakapewa deputy governor. Kwa hivyo kuharibu mustakabali wa kwamba iko vipi kimila anayetukosea kuharibu mila yetu na ile kiagano ni His Excellency Mheshimiwa Rais wa Jimbo Dr. Dado Gadaye Godana. Huyo ndiye anaharibu ule mustakabali wa kimila. Ukiwa umeshikilia wazo hilo, pengine nimuulize mwenzangu huku. Naam. Hoja ya kwamba nizamu ya Tana Delta kushikilia ugavana inaonekana kukinzana na kauli za wazee kadha wa kadha. Kufikia sasa kuna makundi mawili ya wazee. Ndio. Kuna kundi linaloongozwa na mzee Akare na lingine linaloongozwa na mzee Gibran. Naam. Makundi haya mawili yana kauli tofauti. Ndio. Kundi la Gibran lina imani kwamba ugavana unafaa kwenda maeneo ya Delta. Ndio. Kundi la Akare linasisitiza kwamba ugavana unafaa uje Galole. Ndio. Na mara kwa mara wamekuwa na mikutano mara kwa mara na mgombea. Je, ili kundi ambalo lilopo, haya makundi yote mawili yanapinga utamaduni wenyewe ama wanapinga mgombea anayetarajiwa? Unajua, ni kama vile nilitangulia kusema. Naam. Hawa wazee wanasukumwa vibaya kisiasa. Naam. Kwa sababu kama wazee wamekaa chini, Naam, na wakakubaliana vizuri, mfano mimi na wewe tumekubaliana, naam, tumeweka mkataba wa kuchangiana mimi na wewe. Ulikuja ukanichangia, ni mchezo wa merry go round. Nafasi inaofuatia ni ya nani? Si ni yako. naam, Kwa kweli. sababu ulinichangia nikapata ile faida, na mimi nina haki nikuchangie ili na wewe upate ile faida ambayo kama inahitajika. Lakini sasa katika kisiasa kuna watu ambao kwamba huwa wanajitokeza kujaribu kuweka siasa mbaya, Naam, ili kuharibu msimamo ambao kwamba watu wako nao, kama huu msimamo wa Chanamaro. naam, Kuna watu wanataka kuvunja kisiasa kwa sababu ambazo kwamba wako nazo za ubinafsi wao wenyewe, ambao kwamba wao ndo wanajua huo ubinafsi wao unalenga nini. Naona. Kwa hivyo ndio maana hizo grupu mbili, hiyo grupu ya mzee Akare na grupu ya mzee Gibran, naam, kuko na huo msukumo, lakini haki ni kwamba
raundi hii kiti cha ugavana ni cha Mtana Delta. Ni cha Mtana Delta. Na iwapo kwa sababu kauli zenu zote zinakwenda zikikubaliana, Ndio. Iwapo kauli hiyo, makubaliano ya jadi yatavunjwa mwaka wa 2027, Ndio. na ugavana ukaendelea kubaki Galole, ni athari gani za kijamii na kisiasa mnazoziona katika jamii ya Wapokomo? Kwa jumla, kwanza tunaomba Mungu hali kama hiyo isitokee. Naam. Kwa sababu kama vile mwenzangu kuna lugha alitumia, kuna makovu ya 2013 Naam. ambayo tulikuwa tuko nayo. Kweli. Sasa yale makovu ambayo kwamba tutayapata 2017 ni mara 2 ya yale makovu ya 2013. Naam. Kwa hivyo tunaomba Mungu hayo makovu yasitupate. Naam. Pengine wenzangu, iwapo haya makubaliano yataweza kuvunjika, makubaliano ambayo yamekuwa tangu jadi, manake mzee Dadho Godana tayari anang'atuka kwenye kiti, lakini inaonekana kwamba kuna dalili za kwamba angali anataka kubaki katika mamlaka japo si katika kiti. Makubaliano haya yakivunjwa na Galole wakasimamisha mgombea wao, Tana Delta wakasimamisha mgombea wao, unaona zitakuwa na athari gani katika jamii ya Wapokomo na hususan katika mipangilio ya siasa ya jamii ya Wapokomo? Ndugu yangu Steve, mimi ni mwanasiasa. Naam. Na mimi ni mwanasiasa wa county na region ya Coast Province. Naam. Ndio pale nikasema siwezi kutaja cheo changu Kweli. cha taifa. Naam. Siasa ya Kenya ni ya mirengo. Kweli. Linda mwananchi, linda ground, sijui nini. Tana River mirengo yetu sisi ni ya kiukabila. Sio kufichana. Naam. Kuna jamii yangu bali imetoka, wanaitwa Wandero, sema watu hufichana pesa si maneno. Sasa leo tunataka kuweka wazi bayana kwamba watu hufichane pesa, hela. Na kutoka kule benki hujui mtu amesave hela ngapi. Lakini iwapo watasimamisha gavana kwa lazima hapa Galole, Naam. hatapata. Hii tunayaweka wazi bayana. Kwa sababu ile harakati ambayo tunaendelea nazo ni kwamba mtu kuja akubaliki kwamba yeye ugavana ubaki Galole, mtu anaangaliwa maendeleo yake ya kisiasa. Na huyo aliyetajwa kwamba awe gavana na Dadho Godana, kulingana na kipimo changu mimi, hawezi kubalika kwa sababu yeye pia washahudumu pamoja. Yake imeonekana lazima ugavana uende wapi? Uje Tana Delta. Na ikiwa iwapo atasimamisha kwa nguvu, mambo ni mawili. Aidha tutafaulu sisi, Naam. watu wa Tana Delta, ama tupate makovu yale kama mwenzangu alivyosema, makubwa kuliko yale 2030. Kwa sababu sisi msimamo wetu Tana Delta, tunataka kuweka bayana. Mimi ni angafa wa Mabiso, yani mimi nimepita kiwango cha Mabiso. Naam. Niko karibu na kuwa Gasa. Naam. Tushafanya decision, tumefanya maamuzi ya kwamba kiti cha ugavana ni Tana Delta. Na tutaka kuambia wale ambaye wanamsimamisha side poster kama gavana na mzee Akare kwamba tabu kwanza tunayoiona katika hiyo wazee wake, hana representative katika leader executive yake ya Tana Delta. Naam. Wala Bura. Ni yeye kama chairman, kisha ana secretary wake anaitwa Mohamed Hassan, alikuwa retired teacher. Naam. Hii ndio kamati yake kubwa. Na ana mzee anaitwa Maroade pale Manjangwena, chairman wa Gasa ya Chewan location. Kisha ana mzee Swale Guyo kule Milalulu. Anasema huyo ndio wa division, wa sub county. Naam. Alafu anajumuisha mkutano wale machairman wa sehemu zingine. Sasa hapo kidogo tumeona ni kama mzee anakosea kidogo hapo. Kwa sababu gani? Ikiwa kuna makubaliano
na akijua executive yote iko hola, yeye na sekretari wake na hawa wazee ambao anawatumia wale kufanya kuwaita tu wale kutoka sehemu zingine, hapasi kukiuka yale maagano ya wale wengi. Sababu hapa ni headquarter, governor ako hapa, naona county commissioner ako, kila kitu kiko wapi? Kiko hapa. Sasa na kurudisha tena nyuma, yule Gibran aliyemtaja mwenzangu uliyomtaja, he is more powerful, ako na authority kwa sababu zile council of elders zile jamii zilizozitaja, ana jamii 8 karibu 9, na very soon atakuwa na hizo council of elders zaidi ya 13. Huoni hapo kuna hatari? Kwa sababu ile jamii ambazo ana hizo gasa 8 za council of elders ni za Galole, hata sio Tana Delta. So we are going to put more effort and strength kutoka Tana Delta. Na very soon hata Bagalole atapata gasa ya 9. Mzee Akari ana 4, hiyo tunataka kwenda kumnyang'anya ni ya wazee, ni atabakia na 3. Sasa hiyo itakwenda kwa Gibrani, atabakia na 3, kisha to add about 2 or 3 from the Tana Delta. Kisha tutafute wenzetu wale ambao wa kule north. Sasa ule ugavana lazima, unajua kura ni hesabu. Na sisi tushajipanga kisiasa. Lakini iwapo watalazimisha, Wachanamaro wanaona mbali sana, kwa sababu hata juzi wakati yeye waliomba wasimame, kuna wale hapa Galole pia walisimama. Aliweza kusimama Manyota, simama Swale Odha, simama Karayu Deye, alisimama Ndoyoya, na kule Tana Delta akasimama Adam Dhidha, simama Sani Morowa, akasimama Buko, Michael Kaduda, unaona? Lakini kwa sababu ya mustakabali wa Chanamaro. Kumbuka mzee Akari sio yeye mwenye mustakabali, ni wale wananchi wa jumuiya Chanamaro. Wakiamua kwa gavana Tana Delta, basi hata wasimame wangapi hatuombi, lakini bila shaka kiti kitachukuliwa na gavana atakayekuwa amechaguliwa kutoka Tana Delta. Mkiangalia tayari kuna tofauti. Na imekuwa kwa muda mrefu. Hakuonekani dalili ya vikundi hivi viwili kuweza kuafikiana. Kwa sababu mzee, pesa zimemwagwa mzee. Pesa zimemwagwa na bado ndio zinakwenda kumwagwa kweli kweli. Na huenda makundi yote mawili katika tofauti zao yakashikilia zile tofauti zao. Je, pengine nyinyi kama Mabiso, nikianza na ndugu yangu hapa, mna nguvu gani katika kubadilisha mawimbi ya siasa hiyo ambayo tayari imekwisha mwagiwa pesa? Asante sana kwa kuniuliza. Na mimi nitakwambia hivi, mimi kama Biso niko na power hata kumshinda yule mzee. Kwa sababu gani nimesema niko na power? Mimi ni mwingi, Mabiso ni wengi sana. Kwa hivyo nikichanganyika na wale youth tukiwa kitu kimoja, sidhani kama hayo makundi mawili yatafaulu. Lakini ukitazama pia hata katika siasa zetu kufikia sasa, baadhi ya wale vijana ambao mnawatazamia kwamba watawaunga mkono pia hupelekwa na upepo wa hela tu. Ni sawa, unajua sisi Wapokomu, kuna njia moja pale nyuma ilikuwa imetumika. Na sisi jamii ya Chanamaro, hiyo njia tuko nayo. Kuna kitu kinaitwa sijui mchele kwa Yuda, kura kwa Daido. Na Mchanamaro hiyo system yuko nayo. Ukilazimisha sana, kwa sababu uko na hela zako zitatumika. Lakini ujue dakika mwisho ni michozi itakutoka. Pengine mzee wangu, kauli yako kuhusiana na hayo, pesa zimemwagwa tayari mzee, na bado zinakwenda kumwagwa. Manake Waswahili husema mwenye nguvu mpishe. Wenye nguvu wako mamlakani saizi, na wamekusanya hela, si mchezo. Pengine kutaendaje? Manake hata wale mnategemea, mna nguvu gani kama Mabiso ya kuweza kupambana na
kimbunga hiki ambacho kiko mbele yenu? Asante sana ndugu yangu Steve. Naam. Ningependa nikufahamishe kitu kimoja, au jumuiya Chanamaro. Leo mimi haswa kama Bahola niwaelezee. Mimi ndio first striker wa Said Buya Hirbai Posta katika Tana Delta. Naam. Nilimgura tu miezi miwili sasa. Kama kuna mtu wa micromanage Council of Elders wa Tana Delta kusema kwamba kiti ni Galole na ikawa inaingia hivyo, I'm one of the first strikers, foot soldier. Naam. Lakini kadri kwa tunaendelea, ni mwaka wa 4 yani mimi niko na yeye. Lakini baada ya kuona watu wa Galole hasa wananiita mimi, wananiuliza, mbona huu muhula ni wenu na munapigia debe huku Galole, na si wenyewe hatuna haja na ugavana huyo mtu anayetajwa na Godana kuwa gavana, tunajua kiti ni kwenu. Naam. Mimi niliweza kubadilika miezi miwili iliyopita, na nakueleza hivi, hizo hela zitaliwa. Tunajua kuna mazinga mengine saa nyingine watu wanaenda kufanya mambo yao, watu wakipiwa michele na kula, wanaenda kwenye maharusi dansi zinapelekwa. Lakini mimi nilitoa taarifa kama mwezi miwili hivi nyuma. Naam. Kule Delta, kule Delta hatuwezi kura kupenda. Hatusemi atakosa watu mtu kutoka Galole. Lakini kura ya useneta, kura ya useneta bado ni ya Danson Buya Mngatana. Mtu atauliza kwa nini? Mbona siende ugavana? Hawezi enda ugavana kwa sababu kuna mustakabali ya makubaliano. Naam. Ya Wachanamaro kwamba mtu akiingia kwa kiti na kupitishwa kwa jumuiya mustakabali wa Chanamaro, naam, yaendelee miaka 10. Hata yule mama Rehema hasa amekuja sasa nataka kiti cha umerep. Naam. Hakuwa amefukuzwa na mtu, na angekuwa amewania umerep angekuwa sasa ni mbunge. Naam. Wa jimbo la Tana River, lakini yeye mwenyewe alifanya maamuzi akapeana kiti kwa kina mama au na wazee wa jumuiya Chanamaro hapa Tana River County, akasema anaenda ubunge. Ndio kwa maana najua siku ile hakuambiwa na Mchanamaro, wewe nenda katika kiti cha ubunge huko Bura. Akakosa. Akarudi tena kwa jumuiya Chanamaro. Ana claim ownership wa kile kiti chake alikiacha 2022. Kwa hivyo pesa kweli, pesa ni maua na pesa inaua kweli. Lakini kama tunavyojua, nilivyokueleza mwenzangu kwamba jumuiya Chanamaro, naam, huwa wana tabia moja kwamba kula ni kwa Yuda, mchele kwa Yuda, kura kwa nani? Kwa Daudi. Hata wakati huo aliwania sana Yuda Komora, marehemu. Hakupata mpaka wakati walikuja kumkubali wenyewe. Baada ya kufa huyo Israel Daudi aliyekuwa mbunge hapo kitambo, ndio sasa wakaona katika hii jumuiya Chanamaro kule Tana Delta, kwa nini tusimsaidie sasa Yuda Komora akawa nani? Kwa sababu wakati ule Yuda Komora alikuwa na pesa, ni shemeji yangu, pesa nyingi. Lakini kwa sababu mustakabali wa Chanamaro alikuwa hauja mkubali, alimwaga pesa mpaka anatupa peremende hizi na ndege, anatupa vitu vizuri kwa watoto, biskuti. Lakini kwa sababu mustakabali wa Chanamaro alikuwa hauja mkubali, hakuweza. Kwa hivyo pesa zikiletwa watu watakula, isipokuwa mimi Bahola. Siwezi. Kwa sababu gani? Mimi ni mkereketo wa siasa, na msimamo wangu ni kwamba kiti ni Delta, nitasimama na msimamo kwamba hata ikimwagwa pesa nitachukua. Lakini wale wengine watu wakipelekewa pesa ni haki yao, kwa sababu hii pesa haijafanya miradi hapa Tana River, Galole wala Tana Delta wala Bura. Kwa hivyo wakipelekewa pesa wachukue, lakini tubaki kwa mustakabali kwamba kiti cha ugavana ni wapi? Ni Tana Delta. Pengine kufikia sasa mvutano uliopo unaleta mtafaruku katika kulinda umoja wa jamii na kulinda maslahi ya viongozi binafsi. Pengine nyinyi kama Mabiso, kianza na upande wangu wa kulia, mna yepi ya kuambia vijana? Mimi msimamo wangu kama tawaambia vijana wenzangu hasa Mabiso, tujaribu. Naam. Nawaambia Mabiso kwanza wawe watu wenye wako na msimamo. Tusiwe watu wa kubadilika. Huo ndo
maneno yangu utawaambia Mabiso, tusiwe watu wa kubadilika badilika. Naam. Tukilenga basi tulenge. Na tunalenga kulingana na maono ya Chanamaro. Naam. Pengine kwa kauli yako, manake jinsi inavyobainika ni kwamba huenda iwapo kutatokea gavana huku na wasimame na gavana wao, na Delta pia watoe gavana wao wasimame na gavana wao, kunaenda kuwa na mgawanyiko katika jamii hii ya Wapokomo, na mgawanyiko huo huenda ukachukua muda mrefu ili kuweza tena kurejesha pamoja. Sasa kuna maslahi ya mwanasiasa, kisha kuna umoja wa jamii. Wito wako kwa vijana? Mimi ndugu yangu Steve, wito wangu kwa vijana ni kwamba naam, wao ndio wahitaji zaidi. Mtu kama mimi na miaka 64, hata si kijana. Mimi nimekuambia hapo wali kwamba mimi umri wangu wa Mabiso nimepita kile kiwango. Naam. Mimi ni kama mzee wa Gasa. Mimi naweza kuwashauri vijana kwamba wao ndio hawana makazi. Hao ndio wameoa na watoto wanasoma. Hao ndio wanataka amani. Hao ndio wanataka kuishi vizuri ili watoto wao wasome, ili huko siku za mbeleni kuwe kuna watu ambao wanaweza kutusaidia, wakawa maraisi, pia wakawa magavana, wakawa bunge na vitu kadhalika, hali kadhalika katika jimbo la Tana River na nchi ya Kenya. Naam. So mimi naweza kuambia vijana, kwa sababu wao ndio wengi. Tukisema vijana Mabiso, hata bibi zao ni Mabiso. Na tukisema kwa vijana tuna include kina mama, kwa sababu mara nyingi mama hufuata watoto na watoto hufuata mama. Ni jukumu la hawa vijana wajishauri wao wenyewe. Wao ndio Gen Z wa Tana River, si Gen Z wa kufanya fujo, kumfanyia godhara usaidia au yoyote yule. Naam. Gen Z wa kuweka umoja wao na kujishauri na kushauri wazazi wao kwamba wahakikishe hii siasa ambayo inakuja 2027 kusiwe na makundi mawili. Kwa sababu naam, sisi unayetuona hapa hatulali usiku na mchana. We are working on that, kwamba tuhakikishe Dado Gadae Gonana Said Poso tabaki na pesa, na wale machief officer na mawaziri ambaye wako na maana wana pesa. Naam. Si kwamba kuna makundi mawili hapa, ndugu yangu Steve, nataka nikufahamishe. Naam. Wananchi wako intact. Gasa ya mzee Yakari ni ya watu wachache. Sasa nikwambia na watu watatu, ukizidi sana watakuwa kama watu 5. Naam. Tukichanganya ile gasa zingine zake 3, basi kwa kama watu 60 au 80. Hao hawana uwezo wa kubadilisha ule mustakabali wa Chanamaro tuliokubaliana 2022 kwamba Gadae aingia balizi miaka 10. Pesa ya hao machief officer ndio mlengo. Naam. Na wale nakwambia ikivunjwa bunge hawatukubali kuchukua hela zao. Wasipigie kampeni ya nani? Ya mbunge anaitwa Said Posta kuwa gavana, kwa sababu Dado Godona Gadae akitoka hawatakuwa na hakika ya kwamba tena watakuwa wapi. Atakaye ingia kuwa tawajiri wabaki pale kuendelea kuendesha maisha yao. Naam. Na wakijua kwamba jamii haikufaidika na huu ugatuzi wa 2017 mpaka 2022. Yaani yale ilifanyika ni machache. Tuseme haikufanyika, lakini machache ambaye hayakufikia kiwango cha kuanzisha Chanamaro. Kwa hivyo sisi tunawashauri vijana kwamba wamakinike, kusiwe na vurugu. Pesa wakipewa wale. Naam. Lakini wao wanamsema ya kwamba atakayeingia atatenda yale ambayo wanataka wao. Si yale ambayo nataka mimi, kwa sababu mimi umri wangu ushakwenda, yani nishachapa. Umri wangu huu sisi tushachapa. Naam. Na sisi wengine tunakula pension. Tulikuwa katika vikosi vya majeshi, mimi nilikuwa KDF kama Godana Gadae. Naam. So tukiangalia yale maisha sisi wenyewe ambayo tuko na pension ni magumu sisi wenyewe. Je, wale ambao hawana chochote? Kwa hivyo ni washauri vijana kwamba washikamane kuanzia Bura, Galole hadi Tana Delta. Wawe na kauli moja. Kusiwe na mipango, kwa sababu hawa watu wawili ndio waliweza kwenda kule mwaka 2023 kwenda kupanga wazee kutugawanya baina ya Wamalachini wakina Mngatana na sisi, kwamba wa watu wetu wataleta kwamba walitoka hapa Galole, sasa wataja majina. Tumewatenga Wamalachini. Na hiyo ndio inasababisha kwamba baadhi ya wale Wamalachini wafuasa Mngatana wanaona si kama tumekataliwa huku Chanamaro. Kwa nini tusiende kushikana na ile jamii ya Tanawalo? Lakini kuna chembe symptoms za kwamba ikiwa vijana watabadilika wakuwe sawa paka washikana na wale wengine, kutakuwa na mabadiliko ya kisiasa
ambaye Chanamaro hatuwezi kupoteza. Mungatana atakuwa pale pale, Women Rep atapatikana pale pale, na governor wa Trans Delta atakuwa pale pale. Kwa sasa mimi nawashauri vijana kwamba washikane ili kubadilisha taswira ya wale machifu ofisa na mawaziri ambao wamelemea upande wa Dado Godana na Gadae na Said Posta, wasiharibu mustakabali wa umoja wa Chanamaro. Na tunategemea youth ndio wengi kama alivyosema mwenzangu. Kwa hivyo tunawaomba vijana washikane, wawe na kauli moja kabla uchaguzi wa mwaka 2027. Kwa swali la ndio au la, gavana lazima atoke Chanamaro? Lazima atoke Chanamaro. Lazima atoke Chanamaro. Seneta lazima atoke Chanamaro? Lazima atoke Chanamaro. Ndio kauli ya Mabiso? Ndio kauli ya Mabiso. Gavana Godana anampigia upato gavana kutoka Chanamaro, sehemu ya Upokomo wa juu ambayo ni Galole. Kwa upande wa Delta, seneta anampigia upato gavana kutoka nje ya Chanamaro. Kiboko cha Mabiso kinaanguka wapi? Kiboko cha Mabiso itangukia Chanamaro, na si Chanamaro ya Galole ya Said Posta. Naam. Kwa sababu hata kama yeye Mungatana anapigia mfano senata apigia debe usendado ambaye ni Tanavalo. Naam. Godana ashafanya 2022 kwamba apigiwe Juma Wario, na inasababishwa na Godana mwenyewe kutoa hela zake na Said Posta. Watu mawazee kule waenda wakawaambie, wajiite, waenda wakaseme tukotaka leo sisi hatutaki wa mala chini. Sasa hii pia imechangia, lakini kuna advanced stage ambayo tushafikia kwamba wote watarudi wapi? Mustakabali wa nini? Wa Chanamaro. We are working on that. Na watarudi nyumbani. Watarudi nyumbani. Bila shaka. Mna hakika watarudi nyumbani? Watarudi nyumbani. Basi hapo ndio dao letu linafika mwisho, ndio ukingo wake siku ya leo. Hadi siku nyingine tukionana tena, tuweza kukutana na wazee na tuweze kuchanganua masuala haya na kujua, je, jamii ya Upokomo mwelekeo wake wa mwisho ni wapi? Stephen Oduor, hadi tutakapoonana tena.